Ahlan wa sahlan wa marhaba mpenzi mtazamaji, ikiwa ni mashinani ya tarehe 27 mwezi Mei mwaka 2025. Natumai kwamba siku yako mtazamaji wangu wa mashinani inaendelea vyema kabisa sawia na yangu. Karibu basi tuangazie yote ambayo anagonga vichwa vya habari nyanjani, tukipiga darubini ramani ya taifa. Tuangazie yaliyomo. Mimi sijawahi kusikia maneno kama hii. Ati iko watu wanaingia kwa kanisa, wanakunywa divai ya kanisa, halafu wanakula sakramenti. Wezi wavamia kanisa la St. Matthew's ACK huko Mwea na kula sakramenti pamoja na divai. Hapa bila shaka wameafiki msemo kuandaa na kushiriki meza ya Bwana. Wakazi wa Kiambaa wana wasiwasi mkubwa kutokana na chui anayerandaranda vijijini. Amewatafuna zaidi ya mbuzi 100 huku shirika la KWS likikosa kuwapa suluhu. Wakulima wafugaji wanaotegemea maziwa katika kaunti ya Kajiado wanalalamika kuhusu bei mbaya ya maziwa na kusisitiza kuwa wanapata hasara kubwa. Na katika kambi ya wakimbizi ya Kakuma, juhudi zaendelea za kustawisha mazingira na kukabiliana na changamoto zinazotokana na mabadiliko ya hali ya anga. Yaliyomo ndani ya NTV mashinani yakigonga vichwa vya habari. Pia mtazamaji wangu, tunaambwa anagonga vichwa vya habari katika taarifa za kitaifa kama haya. Rais William Ruto alikutana na viongozi wa kaunti za Mombasa, Tana River, Kilifi, Lamu, Kwale na Taita Taveta katika ikulu ya Nairobi kwa minajili ya kujadili mbinu za kushughulikia tatizo la maskota katika ngome hizo. Kadhalika walizungumzia masuala ya kilimo na uchumi unaotokana na maji. Wahudumu wa afya ya msingi kwa wote wameandamana katika maeneo tofauti nchini ikiwemo jijini Nairobi wakitaka walipwe mbali na kupea ajira za kudumu. Waliandamana hadi katika afisi ya rais, hali kadhalika katika wizara ya fedha wakitaka serikali kuwajibika. Na katika taarifa nyingine ya masikitiko makubwa, kulikuwa na simanzi kubwa katika kijiji cha Kenhancha baada ya mwanafunzi wa shule ya wasichana ya Nyabohanse kufariki katika mazingira tatanishi. Baba yake anadai kuwa alijulishwa tu kuhusu kisa hicho baada ya mwili wa mwanawe kupelekwa katika hifadhi ya maiti. Na hatimaye ujenzi wa barabara ya umbali wa kilomita 750 kati ya Isiolo na Mandera unaendelea. Naibu Rais Profesa Kithure Kindiki alikagua barabara hiyo inayotoka Isiolo hadi Lamu huko Mandera. Na ndio rasmi mtazamaji, tunaanza taarifa zetu za NTV mashinani. Wakazi wa kijiji cha Mutihi huko Mwea katika kaunti ya Kirinyaga waliamkia kwa mshangao baada ya wezi kuvamia kanisa la Kianglikana Mtakatifu Matayo, wakala sakramenti na hata divai kabla ya kuiba kinanda. Wakuu wa kanisa hilo wamesema kuwa bidhaa hizo zilikuwa kanisani, haswa sakramenti ambayo ilikuwa imehifadhiwa baada ya ibada ya Jumapili. Naibu mwenyekiti wa kanisa hilo Eliud Githaka amesema tukio hilo ligunduliwa na wanakwaya ambao walifika kanisa na kupata mfumo kanisani umevurugwa. Kasisi wa kanisa hilo Kezaya wa Moyo amesema kuwa wanamlinzi na hawaelewi walivyoingia wezi bila ufahamu wake. Polisi walifika katika eneo hilo na wanachunguza kisa hicho. Wakati wezi waliingia kwa hii kanisa yetu, wakuja wakakuvunja dirisha na wakuja wakaimba piano aina ya PSR 650, na hiyo piano it's worth 100,000. Baada ya hapo hawakutosheka na kuimba piano, waliingia mpaka kwa water table, kwa madhehebu, wakakuta kuna divai ilikuwa imebakia, church wine,
alafu na wakakunywa yote. Na hii jambo sio jambo ya kawaida, njoo tunaikemea sana. Hata ni maombi yetu yote ambaye alichukua hii piano, alileta hii wizi, afadhali airudishe, njoo hata serikali inachunguza hii maneno, na tunajua kwamba mwishowe lazima aliyefanya hivi apatikane. Lakini tunajua kwamba siku za mwisho ni 40. Ataenda hivyo, na njoo serikali inachunguza hii maneno, atajulikana, na akijulikana serikali itafanya kazi yake. Hilo ni jambo baya sana, na ni vizuri tuwaambie watu waendelee kuheshimu madhabahu na waendelee kuheshimu nyumba ya Mungu, kwa sababu tunaamini ya kwamba ili ni jumba ambayo imetengwa, si kama nyumba ingine yoyote. Kwa hivyo ni nyumba ambayo inafaa kupewa heshima ambayo inastahili, na watu kuendelea kumheshimu Mungu. Na ndipo hapo mtazamaji wengi watauliza, je, ni njaa ama ni wizi? Tusonge mbele. Wakazi wa maeneo tofauti ya eneo bunge la Kiambaa wanaishi kwa hofu baada ya zaidi ya kondoo 100 kuvamiwa na kuuliwa katika kipindi cha chini ya mwezi mmoja katika vijiji tofauti. Mtazamaji, hali ambayo imezua taharuki miongoni mwa wakazi, na sasa wanaiomba Kenya Wildlife Service ambao ni KWS kuingilia kati, wakiitaka iwalipie fidia kutokana na hasara hiyo na pia kumwondoa mnyama wanayedai kuwa ni chui anayewangaisha. Wakazi wa maeneo tofauti eneo bunge la Kiambaa wanaishi na hofu baada ya mifugo wao hasa kondoo kuvamiwa na mnyama ambao wanadai ni chui. Tuzungumze nao watueleze malalamishi yao. Sasa nimekuliwa busi asubuhi kuamuka, nikakuja kuangalia busi zangu. Sikukuwa usiku hiyo, alafu nikakuta busi 2 imekuliwa. Mimi nikasangaa, hata niliaja kulia. Na si mara ya kwanza. Hiyo busi yangu ndio tegemeo yangu. Mnyama alisimba hapa mbele, akashindwa, akaenda nyuma, akamomoa mbao, akaingia. Mlango hakufungua, ilikuwa imefungwa hivyo. Lakini nikakuta busi na ilikuwa na kila moja alikuwa na mimba. Nikakuta iko imelala, nikasema sasa tutalilia nani? Tunataka tulipwe. Sasa hiyo hasara yote serikali ndio itachukua. Area hii imekuwa na kesi za chui ambayo imekula buzi kadhaa hata area hii ya Mushadha. So kwa sasa tunaomba KWS waweze kuangalia hiyo mnyama na washike wairudishe kule polini, kwa sababu it is very unfortunate kwamba mama ambaye amejikuza polepole na buzi yake 1-2 hawezi jikimu kimaisha kwa sababu chui wanahangaisha watu huku. Kama gavana wetu anasikia hiyo case, MP tuko na yeye bado anasikia, MCA wa hii area anasikia, kila kitu anajua. Sasa tunauliza, wakitoka kwa mnyama, si ni watoto wetu watakuliwa ama watu watafamiwa wenyewe? Ndio sasa watachukua hatua ama namna gani? Nikaona kama kuna kitu kimechumbua kwa mlango. Kusongea hapo kukaribia kufungua mlango, nikapata mbuzi zimeuliwa, zimekuliwa, zimekufa. Nikashangaa, nikakimbia, nikaita shosho akuje kuangalia. Hiyo ndio sasa iko huko. Ombi la wakazi hapa ni kwa shirika la KWS kuharakisha kuondolea mnyama huu hatari, ili kuondolea hatari inawakondolea macho. Abraham Gadesha, runinga ya NTV, Kiambu. Inauma sana kwa wakulima hao mtazamaji. Asante sana Abraham kwa taarifa hiyo. Mtazamaji, wakulima na wafugaji katika kaunti ya Kajiado wamelalamikia kuathirika kwa soko la biashara ya uzaji wa maziwa, wakisema ni kutokana na mauzo ya bei duni na hata mirundiko ya madeni kutoka kwa wateja wasiowalipa kwa muda unaostahili. Mwanahabari wetu Hemed Abdalla anatupa taarifa hiyo. Hili ni jimbo la Umasaini. Rangi ya kijani kibichi ikionekana kushamiri, ikidhihirisha kuwepo kwa mazingira faafu ya ulishaji wa mifugo. Kunawiri kwa nyasi msimu wa mvua ya wastani, wapo wafugaji tabasamu kutokana na uzalishwaji mkubwa wa maziwa, hasa ya ng'ombe. Ila la kushangaza ni kwamba maziwa haya katika ulingo wa soko yamekuwa na hasara kwa wafugaji. Kadri yanapokuwa mengi ndipo kiwango cha mauzo yake yanaposhuka. Bei ya maziwa iko chini sana. Tulikuwa tunaomba tusaidiwe na wale wanunuzi wa maziwa.
Watuongezee bei at least tupate kitu ya kupeleka shule, ya kutumia nyumbani na kila mtu atafurahia. Huku wakiendelea kuuguza kidonda cha lita ya maziwa kuuzwa kwa shilingi 30. Majeraha mengine yanayowapata ni kutoka kwa baadhi ya wanunuzi wa mikopo ambao huchelewesha muda wa malipo kinyume na maelewano, hivyo kuwaacha wafugaji wakitaabika. Na sasa nataka uongezee sisi pesa ya maziwa, na pesa nachelewa. Sitaki ichelewe, kama ni tarehe moja baada tarehe moja. Kama ni mwezi mbili, iende hiyo mwezi mbili natapata. Gavana wa kaunti hiyo Joseph Ole Lenku ameiomba serikali kuipiga jeki biashara ya maziwa, huku akiwataka wanunuzi kuongeza bei ya bidhaa hii muhimu. Na kwa hivyo ni waombe sana wale processors wetu wa maziwa wasipunguze bei kwa sababu ya maziwa kuwa nyingi, kwa sababu imekuwa ni jukumu letu kama serikali kuhamasisha na kuwasaidia jamii wetu wasalishe maziwa ama watoe maziwa kwa wingi na wasiathirike kwa sababu ya maziwa kuwa wingi kwa kupata bei ya chini. Ahmed Abdallah, NTV Mashinani. Haya mtazamaji, tukitoka Kajiado tuangazie taarifa hii ambapo katika kambi ya wakimbizi za Kakuma na hata Dadaab, wanafunzi wamegeuza maeneo yaliyokuwa kame katika shule kuwa bustani zenye mimea, huku wakibuni suluhu bora kwa mazingira kama vile utengenezaji wa mbolea mboji, urejeleaji wa taka na hata utengenezaji wa samani. Hii ni kutokana na miti vamizi. Mradi huo hivi karibuni unaoitwa Green Youth 360 unabadilisha maisha ya vijana katika kaunti za Turkana na hata Garissa kwa kuwapa mafunzo yanayoambatana na utunzaji mazingira. Mwanahabari wetu Victor Wafula amerejea kutoka Kakuma. Niko katika shule ambayo inaitwa Kakuma Aridizon Junior School. Hapa kando na masomo, wanafunzi licha kuwa wakimbizi wanajishughulisha na mabadiliko ya tabia nchi na kuweza kukabiliana nayo, na wamepanda miti kadha wa kadha. Hii project tulianzisha mwezi wa 7 2023. Kini kikubwa cha kuwa na huu mradi, tulikuwa tunataka kuelimisha vijana, kuwapatia zile skills ambazo wangezihitaji sana katika ile hali ya kuboresha mazingira, ambapo unapata gap kubwa sana. Ile sababu kubwa ilikuwa inawafanya hata wasizingatie jambo la kuboresha mazingira ni kuwa hawakuwa na elimu. We are working with the 60 schools in Turkana West. So through the 60 schools, we trained 60 teachers, whom after training came back now to train the youth or the learners. Through the learners, they've been empowered with the knowledge and skills such that now they can drive the climate action in the region. Hii miti ama umti tuliweka hapa December mwaka jana, tulipanda hii miti. Na unaona sasa tukiongea ni miezi ngapi? Ni miezi 6. Miezi 6, na inahitaji maji wakati iko ndogo sana. Lakini ikifika sasa kiwango hiki unapata kwamba jinsi unaona mandhari yake bila inapendeza. Inafanya hivi kwa sababu inahitaji maji kidogo, pia una control. Kupanda hizi miti imefanya pia environment yetu ikakuwa beautiful. As you can see, the school it's good, and pia we're sure that hizi miti zikikuwa kubwa tutakuwa na fresh air, mazingira itakuwa tu mzuri. We are slightly over 800 surviving trees, 800,000 surviving trees. Ujuzi huu bado hawa wanafunzi hawa wanaubeba na kuweza kuwapeleka katika makazi yao ya nyumbani, kupeleka katika mtaa, kupeleka katika community, na hiyo inamaanisha kwamba siku za usoni mtaa hii ya Kakuma pia itakuwa kama maeneo mengine nchini. Victor Wafula, NTV, nikiwa Kakuma, kaunti ya Turkana. Asante sana Victor Wafula. Ameachana na masuala ya kuuza njugu akageukia masuala ya mazingira. Kazi kuntu. Na mtazamaji, katika pumzi hiyo basi na kujuza kwamba unaweza kutumia taarifa yako ambayo unahisi imefika viwango vya taarifa za NTV Mashinani. Fanya hivyo nasi kazi yetu itakuwa rahisi sana tu kupeperusha taarifa yako. Nambari ya kutuma taarifa hiyo iko kwenye runinga yako hapo chini. Na katika hali hiyo basi niruhusu nichukue mapumziko mafupi, lakini tulia tuli kwani bado tuna mengi katika taarifa zetu za NTV Mashinani kama haya.
Baadaye tutakupa taarifa kuhusu furaha ya baadhi ya viongozi wa chama cha UDA kijijini anakotoka seneta aliyependekezwa kuchukua nafasi ya Gloria Robwa Bi Consolata wa Kwabubi. Karibu tena mtazamaji, ni fahari yangu unapoungana nasi katika taarifa zetu. Tuangazie taarifa hii ambapo inasemaje, kina mama na baadhi ya viongozi wa chama cha UDA mjini Bungoma wamepongeza hatua ya hivi majuzi ya Rais William Ruto kumteua Consolata wa Kwabubi ambaye ni mkazi wa Bungoma kama seneta mteule wa UDA. Na wakizungumza katika kijiji cha Wabuhonyi, eneo bunge la Webuye Mashariki, wakazi hao wameelezea furaha yao huku wakisema jamani, ni hatua ambayo itakipa chama cha UDA umaarufu katika kaunti hiyo. Consolata aliteuliwa kujaza nafasi ya Gloria Orobwa aliyetimuliwa hivi majuzi na UDA. Hapa nilipo ni katika eneo la Wabuhonyi, kaunti ya Bungoma, ambapo wakazi wa eneo hili wameelezea furaha yao kuhusiana na hatua ya Rais William Ruto kumteua Koni wa Kwabubi kuwa seneta mteule katika chama cha UDA. Na hapa haya ndio baadhi ya maoni yao kuhusiana na hatua hiyo. Tunashukuru sana kama mama wa Bungoma kwa sababu tumepata nominated senator Koni wa Kwabubi. And tumefurahi sana. Hata tunapongojea mambo ya kotini ishe, tunajua hiyo ni wakati tu utapita na tutapata kumapisha Madam Koni wa Kwabubi kama senator wetu kutoka pale Kimilili, na tukiendelea hivyo UDA yote katika Bungoma itakuwa katika serikali na watahisi vizuri kwa pamoja. Tumefurahi sisi kama wamama, tumepata nguvu mpya na tutaendelea kutembea na yeye. Tunashikilia president mkono na tunakuhakikishia ya kwamba tutaendelea kusimama na wewe na chama tunakikuza. Kitu ningependa tu ni our elected leaders kutoka Bungoma, kutoka kwa chama yetu ya UDA. Tunataka wakuwe very supportive kwa mambo zetu za chama, kwa sababu wakati kama huu wenye tuko na space ya nomination and we have our own candidate akiwa hapo ndani Koni wa Kwabubi, we want to see them spearheading for this seat. Hata hivyo, baadhi ya viongozi wameonya vijana dhidi ya kutumiwa vibaya na wanasiasa. Tunaomba ya kuwa vijana wasitumike, sababu kwa siku wanapewa shilingi 50 kupoteza maisha yao kwa uongozi ambao haufai. Tafadhali tunakashifu wale ambao wanatumia vijana wakati wa machafuko ya siasa. Siasa inapopita vijana wanasaulika hivyo. Boda wanatumika. Wanakimbia usiku na mchana kutafuta uongozi. Lakini uongozi unapopatikana, ule kiongozi anasahau ule mwananchi wa kawaida ambaye ni boda. Kuna viongozi kutoka tapaka mbalimbali wametoka kule kwa county, wamekuja Webuye East ili kumake initiative kwa mambo ya kubrandi chama chetu cha UDA, na pia tumeweza kusaidika sana kwa nafasi ya kuweza kuimarket ili kaweze kuimarika. UDA kazi ni kazi. Nikiripotia NTV kutoka eneo la Wabuhonyi, kaunti ya Bungoma, jina langu ni Augustine Were. Hai mtazamaji, tukitoka Bungoma kuna hii taarifa ambayo miaka nenda miaka rudi kila siku inazua hisia mseto. Ni kwamba wanaume na hata baadhi ya wanawake mjini Kakamega wamepinga vikali hatua ya wanaume kusaidia wake zao kupanga uzazi kwa kufanyia operesheni maalum, kwa kimombo vasectomy. Wakisema jamani, inachangia pakubwa kuvunjika kwa ndoa. Na kampeni ya shirika la Touch Life Foundation inayoangazia afya ya mama na hata mtoto, masuala ya dhulma za kijinsia, linaendeleza kampeni ya kuwataka wanaume kuwasaidia wake zao kupanga uzazi pamoja na kuwapeleka kwenye kliniki kila mara wanapokuwa wajawazito. Wanaume wakisema si majukumu yao. William Akos anaarifu. Kampeni ya kuwataka wanaume kusaidia wake zao kupanga uzazi mjini Kakamega imeweza kupigwa vita kali na baadhi ya wanaume ambao wameweza kuzungumza wakidai kwamba swala hilo huenda zikambaratisha ndoa hata zaidi. Mwanamke anatoroka sababu vile umepanga uzazi, nguvu za kuume zinaisha nguvu. Na bibi bado anataka shughuli. Inabidi akimbia ende penye nguvu ziko. Wakati umeshafanya hiyo uzazi na amekuacha, unajua wewe umekuwa tena mwanamke mwingine, huwezi kupata mwanamke. Kampeni ya shirika la Touch Life Foundation linaloangazia afya ya mtoto na mama, masuala ya dhulma za jinsia, afya na usafi wa hedhi kwa watoto wasichana, linaloongozwa na Priscilla Oparanya mkewe aliyekuwa gavana wa kaunti ya Kakamega Wycliffe Oparanya, linaendeleza kampeni ya kuwataka wanaume kusaidia wake zao
kupanga uzazi. Kati yao tukapata hata wazee, badala ya mama afanye family planning, wazee wakasema kama badala ya mama bibi yangu kukunywa dawa sometimes zinashindikana, sometimes ako hivi na hivi, mimi kama watoto wamenitosha taenda kufanya vasectomy. And I support men to do family planning because you know the current economy, if you give birth to many kids you won't be able to sustain them. Mimi kazi yangu bibi ni kumpa pesa aende clinic. Mimi nitafuta nenda kule. Nampeleka aje huko sasa. Si mtu mkubwa ataweza tembea vige huko. Si ndana ambaye nitabeba. Tuko na CHPs na hawa CHPs tunajaribu kwa involve sana kwa kama stakeholders wetu kwa hii management ya mothers and babies. Those are looking at the child. We are losing 21 babies in every 1,000. But I believe as a country it is something that we are supposed to address urgently. Nikipotea NTV mashinani nikiwa mjini Kakamega, kaunti ya Kakamega. Jina langu ni William Akos. Haya mtazamaji, nao wafanyabiashara katika soko la Malaba katika kaunti ya Busia wameelezea kutoridhishwa na hatua ya baadhi ya viongozi wa kisiasa ambao wameendeleza kutekeleza wajibu wao na hata kufanya masuala ya maendeleo kuwa ya kisiasa. Wakirejelea katika kituo jumuishi cha Malaba, wanafanya biashara hao wameshangaa ni kwa nini viongozi wa Busia wanapigana baada ya serikali ya kitaifa kutangaza mipango ya kujenga soko la kisasa la takriban kima cha shilingi milioni 400. Hebu tazama. Soko tunahangaika tu, ukiangalia matope, kuna matope mingi. Na soko tulikuwa tunalipa ushuru lakini serikali iko na hatujailipiwa hii soko, tunahangaishwa. Mwenye shamba anakuja anataka pesa ya soko. Tunashinda sasa tuende wapi? Na tumezoea hii miaka yote tumekuwa tukilipa ushuru. Tafadhali tunaomba mtusaidie. Tunahangaika. Mfanyabiashara hapa zaidi ya miaka 25. Na kwa hiyo miaka 25 hakujawahi kuwa na soko. Tulianzia kwa Rero tukafukuzwa na Rero. Tukakuja hapa mwishowe tulikuja tukafukuzwa na mwenye hapa. Baadaye tukalilia mwenye hapa akatufungulia tukaanza kutandika hapa. Na mwenyewe baadaye alisema anauza hii shamba. Na kaunti ikajitolea kununua. Na wakasikilizana. Sisi kama wafanyabiashara hatujui walisikilizana pesa ngapi. Nyesha tunateseka zaidi, hata tunaona hii nyumba jinsi vile ilivyo. Tunanyeshewa jinsi vile tulivyo. Hiyo mvua ikikuja na upepo, ndani yote vitu zinaloa. Hatuna mahali pa kukalia. Wenye wanaweka siasa waache kuweka siasa kwa hii shamba. Hii shamba inasaidia watu wengi. Inasaidia watu wengi, tumelelewa kwa hii shamba. Sisi bado tunalelea watoto wetu kwa hii shamba. Ambayo imepita kama miwili. Haya mtazamaji wangu, natumai kwamba viongozi watawasikia wafanyabiashara hao kutoka Malaba. Na kwa sasa nakataka tupige jicho katika mitandao yetu ya kijamii, tusome jumbe 2-3 tu kwa mashabiki wa NTV mashinani. Na mwana mmoja pale anasema, mimi naitwa Caleb aka Baba Wendy. Huyu ni shabiki, huyu ni shamaki kabisa. Anasema anatazama kutoka Jomvu Mombasa, wasalimie wana Jomvu wote. Margaret anatazama kutoka wapi? Githunguri. Ni Githunguri ama ni Githunguri? Atatuambia vyema kabisa. Alafu namwona nani mwingine pale, tushuke tu tuangazie jumbe. Huyu ni Omunto Caleb, ni yule tu Baba Wendy, anasema anatazama kutoka Jomvu. Na mwingine huyu ni David Wekesa, anasema kutoka Carnival, mimi hapo sijafurahia huo uteuzi wa Consolata, angekataa hiyo kiti kabisa, huo ni usaliti. Haya ni maoni yake David kutoka Carnival hapa jijini Nairobi. Na mtazamaji, basi zidi kutazama taarifa zetu za NTV, ikiwa sasa NTV mashinani. Nitakuwa naweka kijiti, lakini kama ilivyo ada lazima tuangazie taarifa ya tukafunge, ambapo hii leo tunaangazia watu wenye tabia ya ulafi, ama pia ukipenda ni watu ambao wanapenda sana kudokoa chakula kinapofunikwa bila ya kuomba ruhusa wala kukaribishwa, na hasa anapoona haonekani na mtu yoyote. Tazama mmoja hapa ambaye alijifanya bingwa na hata kudokoa chakula, lakini akapata waliomzidi ujanja. Na katika hiyo hali ya kutazama, kumbuka kwamba taarifa za NTV jioni ni si mwendo mrefu tu, na mwana mwenzangu niko Mbua upande wa pili wa studio akijitayarisha. Mie ni Frida Mwaka, siku zote nitaitika. Tukafunga. Mama yangu, game over.
Mwenye uwanja wake kaingia sasa. Game ishaisha hii. Maana soko hili linaloingia. Wameisha.